Lakini pia ndugu zangu katika imani, kuanzia siku ya jana mashika zetu walikuwa wakisimama zaidi, kwa sababu ndo msimu na ndo wakati katika jambo zima la kutukumbusha jambo la kusoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, jambo ambalo ni jambo la lazima. Hakuna yeyote mwenye akili iliyokuwa sawasawa akakataa jambo la kuisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Dalili ndani ya Qur'an na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, mpaka pia maumbile yaujulisha kwamba ulazima wa kusoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala huko pale pale, kwa sababu lengo kubwa kabisa la kuumbwa kwetu na Allah subhanahu wa ta'ala ni ibada, na ibada haiwezi kasimama pasina kuwa na ilmu. Allah ametuumba kwa ajili ya kumwabudu, ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikuumba watu na majini isipokuwa waniabudu. Lengo hili kubwa kabisa la kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala hakuliachilia bure, bali akatuma na mtume sallallahu alayhi wasallam, na akatuma mitume na akateremsha vitabu ili ibainishwe lengo la sisi kuumbwa, nayo lengo kubwa kabisa ni ibada. Mitume kwa ajili ya kubainisha namna na kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekikusudia kukifikisha kwa waja wake. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, ibada haziwezi kutimia na huwezi kupita katika njia ya sawa, kuna kulazimu usome dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna yeyote anayezaliwa anajua, bali kama Mtume sallallahu alaihi wasallam, aya ya kwanza kabisa kutelemka katika Qur'an au kutelemshiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa kimtaka asome. Aya ya kwanza kutelemka katika umma huu, ummatu Muhammad, ambao ni ummatul ummiya, umma usiojua kusoma wala kuandika. Allah subhanahu wa ta'ala amemtelemshia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aya ya kwanza katika suratul Alaq, iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Aya ya kwanza hii ikimwamrisha bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam na ikimtaka bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam asome. Ndio aya ya kwanza kuteremka katika umma huu ikihamasisha jambo zima la kusoma. Kwa mimi na wewe sio wa kwanza katika umma huu, wako waliotutangulia, mifano iko wazi. Tukisoma sira, kufuatilia historia, utaona masahaba wamesoma na wameifuatilia dini kupitia Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wala hawakutizama umri, hakutizama umri yoyote. Tizama kina Abi Huraira, Abdullah ibn Mas'ud, Al-Abbas, hao wote walikuwa ni watu wazima, mpaka baadhi yao walikuwa ni wazee, lakini hawakuacha jambo zima la kusuhubiana na Mtume sallallahu alaihi wasallam wakichukua ilmu. Lakini pia vijana walisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala zama hizo kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kina Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Umar na wengineo katika masahaba waliokuwa wadogo zama hizo, walisuhubiana na Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka baadhi yao Mtume kuombea dua, jambo zima la kusoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Pamoja na kuwa kwamba Allah zama hizo kawapa akili ambayo iliyokuwa salama na ufahamu uliokuwa sahihi, jambo linapotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala walifahamu mapema, tofauti na sisi. Ukitaka kutizama maneno ya wanachuoni utaona kwamba Allah subhanahu wa ta'ala katika kizazi ambacho
amekipa akili zaidi na ufahamu ni masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Uweze kulinganisha mathalan, tizama Usama bin Zaid. Mtume sallallahu alaihi wasallam kabla hajafikiwa umauti aliacha, ameliandaa jeshi ambalo linatakikana kutoka likapambane, na kiongozi wake alikuwa ni Usama na umri wake ulikuwa ni mdogo. Tizama, Allah amewapa ushujaa na amewapa nguvu. Kijana leo mwenye miaka 12, 15 waweza kumpa jeshi akalisimamia? Jambo ambalo ni gumu sana, hata wengine kuachia dogo zake hawezi. Lakini tizama Mtume sallallahu alaihi wasallam, pamoja na kuwepo watu wazima, lakini akampa Usama. Pia Abu Bakar radhiallahu anhu akalipitisha jeshi lake na likaenda kupambana pia. Ndugu zangu katika imani, kwa sababu jambo zima ni kukumbushana jambo la ilmu, na sehemu katika ilmu kuna kitu, au katika adabu za ilmu kuna kitu al-ikhlas. Ikhlasi ni jambo kubwa sana katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ni jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala ameliamrisha katika aya nyingi sana, fa'budillaha mukhlishan lahu ad-din wama umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ad-din hunafa. Aya nyingi Allah subhanahu wa ta'ala kaamrisha, na pia kamwamrisha mtume wake amwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa ikhlas, kwa kumtakasia dini, na pia akamwamrisha mtume sallallahu alaihi wasallam na akawaamrisha pia wenye ilmu wabainishie watu kwamba ibada zimesimama juu ya ikhlas. Qul inni umirtu an a'budu Allaha mukhlishan lahu ad-din, sema mimi nimeamrishwa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kuwa ni mwenye kumtakasia yeye dini. Anaambiwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Nia, ndugu zangu katika imani, inaingia katika mambo mengi sana kama walivyotaja wanachuoni, katika masala ya ilmu, katika masala ya ibada ujumla wake, sadaqa, katika kulingania, pia katika kusimamia familia zetu kwa ajili ya kusimamisha ibada kama kilichozungumzwa siku ya jana. Yote haya utaona taftakiru ila niyya wal ikhlas, yanahitajia sana mno nia kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na pia kuhitajika ikhlas katika ibada yoyote, iwe ndogo na iwe kubwa, kuhitaji ikhlas. Katika jambo la kutafuta ilmu, unuie kuondosha ujinga katika nafsi yako, wa tahqiqa ridha Allah bilqiyam bihadhihi alibadati aljalila, na kuhakiki kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala katika kusimamisha hii ibada tukufu. Wasaira ala khuta al-anbiya fi tabligh al-ilm lin-nas, lakini pia na kupita njia ya manabii katika kuifikisha elimu kwa watu. Kile ulichokipata ukakisoma na ukakihakiki, hakikisha unawafikishia wale ambao wanahitaji. Na jambo la nia ni jambo amrun azizun, ni jambo kubwa sana, ni jambo tukufu sana, linahitaji pia msaada wa Allah subhanahu wa ta'ala katika kulihakiki kwa kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala. Katika miongoni mwa mambo magumu katika ibada ni watu kutakasa nia zao. Hakuna ibada ngumu
kama waliotangulia wema waliotangulia, ya kwamba wakieleza kwamba hakuna jambo gumu, ma alajtu shay'an ashaddu alayya min niyyati, sijawahi kutatua jambo gumu zaidi juu yangu kuliko nia yangu. Hakuna jambo gumu zaidi kama mtu kupambana nafsi yake, kuirejesha katika kile alichokitaka Allah subhanahu wa ta'ala, na kuitoa nafsi katika kile ambacho nafsi inakitaka yenyewe, ukayafanya matendo kwa kumkusudia Allah subhanahu wa ta'ala pasina kumkusudia yeyote. Anasema al-Imam Ibn Jawzi rahimahullahu ta'ala, ma aqalla man ya'mal lillahi ta'ala khalisan, uchache ulioje wa wale unaofanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala hali yakuna ikhlas. Lianna akthara an-nasi yuhibbuna dhuhura ibadatihim, kwa sababu watu wengi hupenda ibada zao zidhihiri. Watu wengi anataka ibada zake zidhihiri. Tizama katika mfano wa sala, mtu asiyeswali ikitokea siku hiyo ameelekea msikitini kusali, au wale unaokuja kusali mwezi wa Ramadhani, utaona anataka ang'ang'anize uso wake uwe na ile alama ya kuonyesha kwamba yeye anasujudu sana, na kama anavaa kofia ataisogeza kidogo ile alama ionekane kwamba anaswali. Kama anatoa sadaka, inawezekana nia yake, bwana mimi anawaambia watu nia yake naenda kutoa sadaka kwa ajili ya Allah, lakini inaweza kafikia wakati akahitaji watu wajue alichokitoa. Imaanishi kwamba ni haramu watu wasiweze kujua kile ulichokitoa, lakini unajikuta vipi katika nia yako wakati unatoa hiyo sadaka? Ifahamike umetoa kingi, au ifahamike umeswali sana, ifahamike umesoma sana. Kwa hiyo jambo la nia linahitaji msaada wa Allah subhanahu wa ta'ala. Katika dua zako unazoziomba, hakikisha unamuomba Allah subhanahu wa ta'ala anakupa ikhlasi katika matendo yako, anakurahisishia jambo la ikhlas. Kwa sababu mtu mwingine anaweza kaona kwamba mimi nishakuwa salafi, akadhani kwamba mapungufu kama hayo hayawezi kupatikana, ambayo yaweza kuharibu ibada zake zote, hali ya kuwa ametoa juhudi kubwa na nguvu kubwa ya kulielekea jambo hilo, akalifanya kinyume na alivyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo jambo la ikhlasi ya matendo kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala pia lahitaji dua kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia miongoni mwa mambo ambayo yatatusaidia sisi katika ikhlas, na pia ni katika alama ya ikhlas, kullama istutira al-amalu mimma yushra'u ikhfa'uhu kana arja lilqabul, kila inapokuwa yanafichwa na kustiriwa matendo katika yale ambayo ni sheria kuyaficha, inakuwa inatarajiwa zaidi kukubaliwa. Walmukhlisu as-sadiq yuhibbu ikhfa hasanatihi, mkweli mwenye ikhlas hupenda kuyaficha matendo yake, hupenda kuyaficha mema yake, hata kama itakuwa yahitaji kudhihirishwa, lakini utakuta anayaficha matendo yake, kama ambavyo kama yuhibbu al-asi ikhfaa sayiatihi, kama mtu muovu mwenye kufanya maasi hupenda kuyaficha maasi yake. Hakuna mwenye kufanya maasi akayafanya wazi hali ya kuwa watu wote wamuona. Wapo wenye kufanya ujasiri na mfano wa vitu kama hivyo,
lakini mtu muovu siku zote uficha maovu yake yasijulikane. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika wale watu saba, alladhina yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh, wale watu saba ambao Allah atawafunika katika kivuli chake katika siku ambayo hakuna kivuli isipokuwa kivuli chake. Katika wale watu saba Mtume sallallahu alaihi wasallam alimtaja rajulun tasaddaqa bisadaqatin, mtu ambaye aliyetoa sadaqa fa akhfaha hatta la ta'lama yaminuhu ma tunfiqu shimalu, mpaka ikafikia kushoto wake, mkono wake wa kushoto haukujua kile kilichotolewa na mkono wa kulia. Wa rajulun dhakara Allah khaliyan, na mtu mwingine amemtaja Allah subhanahu wa ta'ala akiwa peke yake, akiwa chemba peke yake. Fafadhat ainahu, macho yake yakabubujika machozi. Tizama, huyu kaficha ibada yake ya kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala akiwa mwenyewe, machozi yake yakabubujika. Lakini wangapi waweza kumsikia mtu analia, asoma Qur'an alia, lakini huenda wengine akalia kwa sababu amemsikia msomaji alipofika katika aya hiyo kalia, sio kwa sababu amefahamu maana, au sio kwa sababu kafahamu kilichozungumzwa pale, bali mwingine aweza kalia kwa sababu ya kusikia watu wengine wamelia. Lakini huyu kakaa kando, kamtaja Allah subhanahu wa ta'ala, kakumbuka maovu yake, machozi yake yakabubujika. Lakini mtu mwingine yule ambaye katoa sadaqa mpaka ikafikia hatua moyo wake haukumwadithia yeyote wala haukujipandisha katika kile alichokitoa katika sadaka zake. Anasema Bishr ibn al-Harith rahimahullahu ta'ala, la ta'mal litudhkara, usifanye matendo ili utajwe. Uktumil hasanata kama taktumul as-sayyi'a, ficha mema kama ambavyo unaficha maovu. Yafiche mema yako kama ambavyo unavyoyaficha maovu. Kuonyesha jambo la ikhlas, pindi inapofichwa zaidi ndivyo mtu anavyozidi kupandisha na yakatarajiwa matendo yake kukubalika kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Katika jambo la kusoma, katika jambo la kutoa na jambo la ibada zinginezo, zahitaji ikhlasi, na pia usidhihirishe matendo yako. Pia katika mambo ambayo yanasaidia katika ikhlas, ihtaqir amalaka salih, yadogeshe matendo yako mema, yafanye kuwa ni madogo. Wa khaf min adami qabuliha, lakini pia ogopa kutokubaliwa matendo yako. Katika mambo ambayo watu wengi wamesahau ni hapa, mtu anafanya ibada akiwa na 100% kukubaliwa ibada zake. Hii siyo njia ya salaf, bali salafu salih walikuwa kiogopea unafiki, bali wakafikia hatua kuambia nafsi zao kwamba natamani lau kama nikijua leo hii ibada yangu moja imekubalika, anatamani walau ibada yake moja. Lakini sisi tumefanya ibada ngapi, na ibada hizo tunazipa 100%, hali ya kuwa ndani yake zina mapungufu, bali inaweza kufika hatua mtu mwenyewe akiri kwamba ibada ninayoifanya hii ina mapungufu, na bali asiogopee kutokubalika kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Faafatul abdi ridahu an nafsi, maafa kwa mja ni mtu kuiridhia nafsi yake, kujiridhisha nafsi yake pasina kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala.
Anasema al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, wal-'arifu man sawrat hasanatuhu fi 'aynihi wa 'azumat dhunubuhu 'indahu wa kullama sawrat al-hasanatu fi 'aynika kaburat 'inda Allah wa kullama kaburat wa 'azumat fi qalbika qallat wa sawrat 'inda Allah. Anasema al-'arif, al-Imam Ibn Qayyim anasema al-'arif man sawrat hasanatuhu fi 'ainihi, mwerevu mwenye ufahamu ni yule ambaye mema yake yanakuwa ni madogo mno katika macho yake. Yale madogo, makubwa matendo yake aliyefanya yote kwake yeye yanakuwa ni madogo kwenye macho yake. Tizama katika mifano tuliyokuwa nayo mashika zetu hapa. Tunashika Abu Musa, Allah muhifadhi na mjalie umri wenye baraka, wenye kuipa nguvu hii da'wa salafia. Miaka aliyefanya da'wa, miaka mingi sana, miaka mingi. Wengine tumekuja kuanza kusoma, yeye yuko da'wa, kwenye da'wa kitambo sana. Juhudi aliyoifanya. Lakini sisi tuliokuja baadaye na umri wetu mdogo, waweza kumkuta mmoja katika madai wadogo tu akasema wale mashekhe bana, akaona kwamba wale mashekhe juhudi yao ni ndogo sana, alafu yeye aliyekuja baadaye juhudi yake ni kubwa mno. Yani yeye anaona kwamba amefanya juhudi kubwa sana, huenda labda misikiti miwili mitatu minne, labda ana wanafunzi wakikaa 50, labda siku hiyo kahudhuria darasani labda kwa shekhe kakuta ana wanafunzi 6 7. Haya yako kwa wanachuoni. Tizama Makka, ukitizama darasa la Sheikh Muhsin al-Abbad na ukatizama darasa la mwanawe mtoto wake Sheikh Abdurrazak, utaona darasa la Sheikh Abdurrazak lina watu wengi kuliko baba yake, hali ya kuwa baba yake ni mkongwe katika da'wa. Amefundisha pale Makka na Madina miaka mingi sana, kafundisha miaka mingi, lakini ukipima wanafunzi wanaokusanyika kwa huyu na kwa huyu tofauti. Kwa hiyo ukitizama juhudi yako, ukatizama mema yako, ukaihesabia nafsi yako, utatoka katika uerevu wenye ufahamu wa mambo. Al-Imam Ibn Qayyim anasema wal-arifu man saghurat hasanatu, mwenye ufahamu na elimu ni yule ambaye mema yake yanakuwa ni madogo katika macho yake. Lakini akasema wa adhumati dhunubuhu inda, na madhambi yake yanakuwa ni makubwa kwake yeye. Yani dhambi linakuwa kubwa, kama unavyoona salafu salih walikuwa wakisema ya kwamba yale madhambi ambayo nyinyi mwayaona ni madogo leo hii, kwetu sisi tulikuwa tukiyaona ni makubwa mno. Na kweli leo hii mema yamekuwa ni makubwa, lakini maovu yamekuwa ni madogo katika macho yetu. Yale mema ndio tunaona tumemridhisha sana Allah, lakini mabaya mtu anaweza akakaa akamsengenya na kumteta ndugu yake, na wala asione jambo kuwa ni kubwa sana. Anaweza akamtukana na Muislamu, akakosa heshima katika mambo ambayo yanatakikana kuchungwa sana, ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka katika hutuba yake ya Hajjatul Wadaa alilitaja katika miongoni mwa mambo ya haramu juu yetu ni kuzichunga heshima za baina yetu. Mtu anaweza akaona jambo hili ni dogo sana kwenye macho yake, lakini ni kubwa sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo yule mwerevu ni yule ambaye mema yanakuwa ni madogo katika macho yake, lakini madhambi yanakuwa ni makubwa mno. Akasema wa kullama saghurat alhasanatu fi aynika kabarat inda Allah,
kila inapokuwa mema yanakuwa ni madogo kwenye macho yako, basi yanakuwa ni makubwa mno kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ya unapofanya matendo kwenye macho yako ukaona ni madogo, hayo ni makubwa sana kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Akasema wa kullama kabarat wa azumat fi qalbika qallat wa sagharat inda Allah, na kila yanapokuwa makubwa yakaongezeka kwenye moyo wako, basi yanakuwa madogo mno kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yani kila unapoona matendo yamekuwa makubwa kwako, kwamba nimefanya jambo kubwa sana, ujue kwa Allah linakuwa ni dogo hilo. Na kila unapoona kwamba dhambi ni dogo kwako wewe, basi ujue kwa Allah ni kubwa mno. Kwa yote haya ndugu zangu katika imani, yanahitaji kuyadharau matendo mema. Ukifanya isiwe sura ya mtu yule ambaye hutajwa kwamba anazungumza ikhlasi, lakini muda huo anafanya riya. Sikumsikia mtu huyo kazungumza ikhlasi, hapo hapo kafanya riya. Jamani, tumtakasia Allah dini, analia ili kuonyesha watu wengine kwamba anafanya nini. Matendo yetu tuhakiki na kuyatizama mema katika sura ambayo ni ndogo, na tuogope kuwa na hofu ya kwamba je, hili jambo langu limekubaliwa halijakubaliwa, lakini kwa kuchunga misingi ya elimu. Sio unakuwa na shaka au unakuwa na hofu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, je, ibada yangu imekubalika au haijakubalika, alafu haipo kwenye misingi ya elimu. Hilo ni tatizo. Inahitaji isimame katika misingi ya elimu. Lakini kwa sababu nimevuta sana ya kwamba hata katika kuifuata hii da'wa salafia inahitaji ikhlas, inahitaji ikhlasi mno. Ukikosa ikhlasi utabaki nyuma katika kuifuata hii da'wa. Ina mazito kwa sababu ni njia kheri, kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alipata mazito katika hii da'wa. Masahaba wamepatwa matatizo makubwa na mazito kwa sababu ni njia ya haki. Ukikosa ikhlas utabaki nyuma. Msafara utatembea, watu waelekea katika njia ya Allah, wewe utaacha njia sawa, kwa sababu da'wa hii inahitaji ikhlasi ya hali ya juu. Ukiwa na ikhlas katika kuifuata hii da'wa, utafahamu katika misingi yake ni lazima usome, na utajilazimu nafsi yako na utaifunga nafsi yako usome. Salafi asiyesoma ni taaban, kama walivyotangulia kusema maulama. Salafi asiyesoma ni mtihani, na huo ndio mtihani uliotokea katika wale wanaodai sunna. Maansari wamedai sunna pasipokuwa na ilmu, sunna yenyewe hawakuijua. Kwa hiyo mtu amebaki yumo, upepo utakapopuliza, fitna itakayokuja inampeleka. Makhawariji walipokuja wakasomba watu katika msafara wanaojiita maansari, walikuja maibadhi mashia wanakuapua watu, kwa sababu wanakosa msingi wa elimu. Ukiwa na ikhlas katika kuifuata hii da'wa na sunna ya kuhitaji usome dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na uikazie nia ya hali ya juu, bila kutizama umri, bila kutizama kazi, bila kutizama cheo. Hakikisha unasoma dini ya Allah, ndio salama. La sivyo utakuwa ni fitna katika dini na utakuwa ni mzigo katika jamii. Mimi nikomea hapa, nimekula muda shekhe alionipa, na mashekhe naona umechoka kabisa. Wataniwia radhi, watanisamehe katika jambo hilo la kuwavutia kidogo. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira wa sallallahu ala sayyidina Muhammad.